kutoka kwenye kitabu kile cha Mwanzo sura ya 3. Kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana asiwaone. Bwana akamwita Adamu akamwambia, uko wapi? Uko wapi? Na ningependa kurudia kwamba ile kujificha kwenye bustani ya Edeni haimaanishi Mungu alikuwa haoni. Ili ilikuwa ni swali la kiroho zaidi ya mtazamo wa kimwili. Mungu huwezi kujificha mahali popote, atakuona. Kwa hiyo kwa mfumo na utaratibu huo, ilikuwa ni swali ambalo limelenga mtazamo wa kiroho kwanza kabla ya kimwili. Na adui anachofanya sehemu kubwa ni kuondoa watu kwenye nafasi, mahali ambapo Mungu amekusudia, mahali ambapo Mungu ameweka. Hilo ni jambo linalosala kushoto na kulia, kuhakikisha kwamba wanapoteza channel na mwingiliano wa kiungu wakiwa mahali ambapo Mungu amekusudia. Na nikasema kwa sisi kujua tuko wapi kwenye maisha, tunaangalia mambo makuu mawili. Jambo la kwanza ni hatua za maisha. Jambo la pili ni mzunguko ama misimu ama majira tunayopitia. Unapoulizwa swali hili, manake lazima uangalie uko kwenye kipindi gani cha maisha. Nilizungumza juu ya utoto, nikazungumza juu ya ujana, nikazungumza juu ya utuzi ama ubaba. Na nikasema lengo la Mungu ni kuhakikisha kwamba tunakuwa kutoka kwenye utoto. Na nikasema siku zote watoto huwa ni watu ambao mtegemezi, wanajiuliza nani atanifanyia. Hata mtoto huyo usipomsaidia hapo hataweza kufanya chochote. Kwa hiyo nikasema kama una swali kila wakati, mjomba atanisaidia, shangazi atanisaidia, ndugu atanisaidia, huwe na uhakika bado kwenye hali ya utoto. Vijana siku zote wao huwa wanataka wafanye kitu. Vijana huwa wanataka wafanye kitu. Watu wazima huwa wanafuatilia kuacha alama kwenye maisha ya watu. Bwana Yesu asifiwe. Na nikasema mzunguko wa maisha ni muhimu kwa sababu tunakutana nao kila wakati. Kama unavyoona majira yanavyobadilika, ndivyo maisha yetu yanavyokutana na mabadiliko. Mhubiri anasema kuna wakati wa kulia, mhubiri anasema kuna wakati wa kucheka, mhubiri anasema kuna wakati wa kutupa mawe na wakati wa kusanya mawe. Kwa hiyo ni vipindi tofauti ambavyo mimi na wewe tumepitia. Hii haiwezi kuepukika. Hii ya kwanza, hatua za maisha ni kutoka chini kwenda juu. Na ndio lazima ujitathmini sana. Unakuwa, unaongezeka ama bado mtoto. Sasa ukishakuwa mtoto, uwe na uhakika na baraka utazipata. Biblia inasema mrithi hawapo mtoto, ingawa ana mali zote, lakini huwa mali zake zimehifadhiwa sehemu ili akue, ndipo Mungu achie. Unapoona hali ya utoto ulivyo, ndivyo hali ya kiroho ya watu. Mungu anapenda kufananisha vitu vinavyoonekana katika vitu visivyoonekana. Ndio lazima ujue kwa yake. Vitu vinavyoonekana vina tafasiri visivyoonekana. Kwa hiyo ndio maana lazima Mkristo ajitahidi kukua. Anajua baada ya kuokoka, kabla ya kuokoka nilikuwa hivi. Baada ya kuokoka niko hivi.
inasonga mbele? Je, inaendelea ama bado niko vile vile? Kama bado uko vile vile, maana ile stage mpaka utoke hiyo ukutane na baraka za kiwango. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Lakini hii mzunguko wa maisha tunaopata kwenye kile kitabu cha Mwanzo sura ya 8. Mwanzo sura ya 8 ule mstari wa 21 hadi 22. Biblia inasema Bwana akasikia harufu ya kumridhisha. Bwana akasema moyoni mwake, sitailaani nchi tena baada ya hayo kwa sababu ya mwanadamu, maana mawazo ya moyo wa mwanadamu ni mabaya tangu ujana wake. Wala sitaipiga tena baada ya hayo kila kilicho hai kama nilivyofanya. Muda nchi upo, majira ya kupanda na mavuno, wakati wa baridi na wakati wa hari, wakati wa kaskazi na wakati wa kusi, mchana na usiku havitakoma. Bwana Yesu. Huu ni mzunguko ambao tunakuwa nao. Maadamu tunazidi kuona nchi ipo, haya majira hayawezi kubadilika. Hii ni baada ya adhabu ya Mungu kupiga kile kizazi cha kipindi kile na kuvuruga mifumo yote katika maisha yao. Na sasa Mungu ameachilia maneno yake kama sehemu ya agano lake kupitia Nuhu, ya kwamba maadamu nchi inaendelea kuwepo, hivi vipindi havitakoma. That's why tunaona kuna wakati wa kupanda, tunaona kuna wakati wa kuvuna, tunaona kuna wakati wa kiangazi, tunaona kuna wakati wa masika, tunaona kuna mchana, tunaona kuna usiku. Ni agano ambalo Mungu aliweka na Nuhu. Sasa hivi ni vipindi vinavyozunguka maisha yetu. Nitaendelea kuzungumza habari za nini maana ya mchana na nini maana ya usiku, lakini kwa sasa nataka nirudi kule kwenye kipindi cha kupanda ambacho nilianza siku ya Jumapili. Sita, wakati wa kupanda. Wakati wa kupanda. Ilizungumza ya kwamba wakati wa kupanda ni wakati wa kuwekeza, au wakati wa kufanya kitu kutegemea matokeo fulani. Na anapozungumzia wakati wa kupanda, hazungumzii wakati wa mavuno. No. Anazungumzia ni wakati, ni kipindi maalum ambacho kinahusika na kupanda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na kikawaida wakati wa kupanda huo si wakati wa furaha sana, ila tunaambiwa wakati wa mavuno ndio wakati wa furaha, si ndio? Kupanda, Biblia inasema mtu anakwenda kupanda mazao huko akilia, anapanda kwa machozi. Ukimwona mtu wakati anapanda mazao yake, anapanda kwenye shamba, unamwona amechakaa. Wakati mwingine unasema hana akili nzuri, wakati mwingine bado anasumbuka, wakati mwingine bado anahangaika, wakati mwingine bwana tumuelewe. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo huyu mtu anapokuwa anafanya kwa wakati ule, kwa wengine inaweza ikawa kama kichekesho, kwa wengine inaweza ikawa kama anajisumbua, kwa wengine anaweza ikawa kama anahangaika, kwa wengine anaweza ikawa kama mtu ambaye labda hana mwelekeo. Usidharau wakati wa kupanda kwako. Watakuona wakati wa kupanda na watashuhudia mavuno yako wakati wa mavuno. Cha
Yesu. Kwa hiyo wakati wote huwa ni kipindi cha ugumu, wakati wote huwa ni kipindi cha shida, wakati wote huwa ni kipindi cha maumivu, wakati wote huwa ni kipindi cha mateso, huwa ni kipindi cha ugumu, huwa ni kipindi cha shida, huwa ni kipindi cha maumivu, na huwa ni kipindi cha mateso. Bwana Yesu Kristo apewe sifa. Kwa hiyo mara wakati unaweza kupitia vipindi, na ninasema kupanda usiweke tu pesa, lakini kuna hali fulani unapitia, kuna mazingira fulani unapitia, kuna changamoto fulani unapitia, kuna upinzani fulani unapitia. Hicho ni kipindi ambacho inawezekana kimeruhusiwa ili upite kama sehemu yako ya uhalali na haki ya kuvuna mema wakati ukifika. Ndio maana huruhusiwi kufanya kipindi chochote kiwe aborted. Kiwe aborted ni maana yake nitolee na nini usifisiwe. Inakuwa kuna sababu kwa nini Mungu anakupitisha kwenye hivyo vipindi. Iko sababu. Kwa sababu hatuoni sisi kuwa kwanza. Tumeona watu wengi kwenye Biblia wakipita kwenye hivyo vipindi. Kwa hiyo unaona na kupata picha ya kwamba wakati wa kupanda ni wakati wa ugumu, ni wakati wa shida, ni wakati wa maumivu, na ni wakati pia wa mateso. Lakini tunapozungumzia wakati wa mavuno, maana yake ni pale tunapozungumzia Mungu anatimiza au utimizaji wa ahadi za Mungu ndani ya maisha yetu. Kwamba kile Mungu alichokusudia kinakuwa halisi. Kile Mungu alichoweka kwa ajili ya maisha yako kinafanyika, watu wanaanza kuona, watu wanaanza kusikia, watu wanaanza kuelewa. Kwa hiyo hii mbegu ambayo ninazungumzia kwa siku ya leo ni mbegu inayotokana na neno la Mungu juu ya maisha yako. Ahadi zako, baraka zako ni mbali ambayo Mungu amekusudia kukupeleka. Ukikosa hiyo picha kwenye maisha yako, utaishi kwa kutangatanga na kusumbuka. Kwa nini? Kwa sababu katika maisha tulionayo hakuna mtu aliyeleta duniani kuja kuzurura. Hakuna. Kila mtu anayekuja katika maisha yetu ama maisha haya tulionayo, Mungu ana sababu kwa nini amekuita, kwa nini amemweka. Inawezekana wazazi hawajui juu ya wito wako ama kazi ambayo Mungu amekuletea, lakini Mungu anajua. Baba yangu hakujua wala mama yangu hakujua. Kwa maana leo ninaweza nikasimama nikawafundisha. Kwanza nilikuwa najua mimi sio mwongeaji, nilikuwa mpole sana. Kwa hiyo alikuwa anashangaa nilikuwa nikikuta nawafundisha watu. Nimeanza kuwafundisha watu chumbani huko sebuleni. Lakini ilikuwa ni kitu ambacho Mungu ameweka ndani. Hii haihusiani na wazazi, haihusiani na ndugu, haihusiani na jamaa, inahusiana na kile ambacho Mungu amekusudia kwenye maisha yako. Chapeni Bwana Yesu makofi. Sasa ahadi ya Mungu siku zote yeye huwa anasema mwisho tangu mwanzo. Ndio tabia yake. Lugha yake anasema wanadamu wanaoinuliwa. Unaona kwenye ndoto makusanyiko makubwa, alafu kachomoka unataka kuanza leo. Tacheka. Unaweza ukaona wahubiri wazungu, unaweza ukaona wahubiri mataifa, unaweza ukaona vibali vya wahubiri wa kushoto, lakini ile kutimia ndiyo ishi. Kwa hiyo anakupa picha ya mwisho tangu mwanzo. Mambo ya 2040 anakuonyesha sasa. Hiyo ndio lugha ya Mungu. Anayataja yasiyokuwepo kana kwamba yapo. Ndio tabia yake. Kwa hiyo ukimuuliza Mungu ni nini umekusudia kwenye maisha yako, atakuonyesha mambo makubwa, atakuonyesha mambo mazito ambayo wakati mwingine wewe unaweza kusema ili natimia kweli.
alichokusudia. Ndicho Mungu alichokusudia. Hakuna mtu ambaye Mungu amemwita akamwacha kwenye level ya chini. Kila mmoja ana ndoto kubwa. Kila mmoja ana maono makubwa ambayo yanatakiwa yauguse ulimwengu kupitia yeye kusimama. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ndio maana wakati wote maono ya Mungu huwa yanakuwa ni makubwa zaidi ya akili zetu. Kwa sababu anapokuonyesha umepanda ndege, wewe umeenda sana sana ni bajaji na baiskeli. Labda umeenda kwenye msiba ukweli ndio umepanda gari. Alafu anakuonyesha umepanda ndege, unapiga maji ndege kweli mimi. Ndege. Kwa nini? Mpango wa Mungu juu ya maisha yako huwa ni mkubwa zaidi ya akili zako. Hii ndio ilisababisha Yeremia akasema no, mimi ni mtoto. Haya mambo leo niambie kwa wafalme niende wapi, mimi ni mtoto. Haya mambo siwezi. Mpaka akakasirika Mungu akasema usiseme hivi, utaenda sasa. Haya mambo yalisababisha Musa anaambiwa wewe waweze. Musa alikuwa na kigugumizi. Anaambia Bwana utaenda kwenda kwa Farao kama mwingine siwezi. Kwa nini? Mawazo ya Mungu yanapokuja kwenye maisha yako, mpango wa Mungu unapokuja kwenye maisha yako, huo unakuwa ni mkubwa zaidi ya uwezo ulionao. Tuko sawa? Atakuonyesha unaenda, atakuonyesha wewe unafanya biashara kubwa, atakuonyesha wewe tajiri, atakuonyesha watu wanaotoka ukijiangalia. Unatimiza kitu chochote uko serious hapo, unashika fulani mpaka. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana anasema mawazo yake si mawazo yetu, wala njia zake si njia. Bwana Yesu asifiwe. Akiwa anazungumza na Gideon yeye alienda kwenye eneo la uchumi, anasema kwanza mimi ni mtoto wa mwisho, ya kwanza siwezi. Alafu kao ketu ni maskini kwenye eneo hili. Ndio maana watu wengi huwa wanaweka Mungu anaposema wameweka akili zao. Mungu atafungua mlango, wewe unachopaswa ni kumwamini. Alafu yeye apate kutimiza kile ambacho. Tuko sasa. Hii haijalishi kutoka kwenye familia ile ile. Umetoka kwenye familia ya maskini, wanakujua hawakujui. Wanakufahamu hawakufahamu. Wameona maisha yako yakiwa hofu ama maisha yako yakiwa kuchekesha, wala usikate tamaa. Wala usiache. Amini kile ambacho Mungu amekusudia. Amini kile ambacho Mungu amekiweka mbele yako. Amini kile ambacho Mungu amekiandaa mbele yako. Yako maisha ya Mungu amekuandalia. Haijalishi unapita kwenye wakati mgumu kiasi gani, lakini kuna wakati wa furaha unakuja mbele yako. Haijalishi umechekwa kwa kiwango gani, huo ni unachila tena kitu. Yako unachila ya uwepo na kichwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo kutimizwa kwa ahadi za Mungu ndiko ninapokuita kuvunwa au mavuno. Maana yake kile ambacho Mungu alikiandaa anakitimiza. Anakuandaa kwa mhubiri mkubwa, anakuandaa kwa mtumishi mkubwa, anakuandaa kwa mtu mwenye haki katika jamii. Kuna wakati Mungu anatimiza. Amen. 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 Huko ndio tunasema kuvuna. Ni ile hali ya kutimizwa kwa ahadi ya Mungu katika maisha. Ahadi ya Mungu inatimizwa katika maisha. Huo ndio wakati wa kuvuna. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo huu wakati wa kuvunwa ndio wakati wa kupewa zawadi. Unashangaa vitu vinaanza kuja. Unashangaa milango inafunga huko na huko. Wakati mwingine unaweza kwenda kwa ubiri, una ile picha ya kwamba Mungu atanifanya nitakwenda, unashangaa na ubiri unakwambia tumishi ubarikiwe, uko vizuri, lakini hakuna chochote unachopewa. Huu ni wakati wako wa kupanda. Amen. Amen. Wakati wa kupanda hupati zawadi yoyote. Wakati wa kupanda hupati mavuno yoyote. Huo ni wakati
Tuko sawa? Kwa hiyo kuvuna ni ile hali ya kutimizwa kwa ahadi ya Mungu katika maisha na kupewa zawadi ya uvumilivu wa imani yako. Narudia tena. Kuvuna ni ile hali ya kutimizwa kwa ahadi ya Mungu katika maisha yako na kupewa zawadi ya uvumilivu wa imani yako. Hivi vyote kabla hujaanza kuona unapewa na unatunukiwa, lazima kwanza wewe umepitia mazingira ya mapambano. Imani yako inapokuwa inatikiswa lakini inazidi katika uvumilivu, unaamini. Ndio maana usikubali kuamini kwenye hewa, lazima uwe na hali ya Mungu iliyosema juu ya maisha, ili uitumie kama kinga katika safari yako ya kuelekea kwenye katikati. Hapa kuna wachawi, katikati hapa kuna wanga, katikati hapa kuna vikwazo vingi sana, lakini kule unapokwenda ndio usihame. Tuko sawa? Tuko sawa? Kwa hiyo ni zawadi ya kupewa imani yako. Kwa hiyo lazima imani itakuwa inapimwa. Ndio maana wao wanazungumza vijana, acheni vitu vya chacha, mtacheka. Umeokoka sasa una miaka 2 na miaka 3, nataka wewe na huduma kubwa kama television. Ndio tunafanya. Nenda kwenye njia yako. Mungu amekuandalia njia. Kuna shortcut. Utapita pale. Amen. Acha haraka. Utapotea. Itafika tu unaona Mungu kama Mungu. Lakini kumbe hali zake ni kweli na amina. Ndio maana anasema ibe kwa kuvumilia akaipata ile ahadi. Uko uvumilivu kwa sababu gani? Njia unayopitia ni njia ngumu. Maisha unayopitia ni maisha magumu. Ananiambia apostol ameibiwa Mirunda, ameibiwa na mbao karibu 75. Nikakumbuka mimi walikuja wakabeba wakakata mpaka nyaya za umeme, wakakata mpaka ule waya wapande unaounganisha hapa. Walikuja na kuja humu, waliweka namba hapa. Nimepitia changamoto nyingi sana. Unajua wanatoa mpaka waya, alafu wanaenda wanakata vipande, manake hawataki kanisa hapa. Wakabeba misa, wakabeba na vitu vingine na kuja hamna kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Nimetoka kubeba viti, nimeviweka huko na nyumbani nibadilishe nguo, wakati huo mimi ndio soro, wakati huo ndio mimi nailisha. Na binti alikuwa anasimulia na kukumbusha David, binti ni ndefu kweli. Watu walikuwa wanaomba sana. Mtu anaomba masaa mawili asiacha. Na shangaa naingia na mtu kuna vitu vimesaba. Kumbe ameenda wakanya. Alafu nataka vitu vile rahisi. Eti tumeshughulika na chama kimoja ndio naona ndio kama hiyo. Ningemchukua kwanza akimbia hapa. Alichomoka mbio na sisi akasema ngoja niwaletee mwingine. Huyu mtafanya mnayofanya lakini abanduki. Chapie Bwana Yesu makofi. Leo naanza kuona matokeo, unasikia ni njana. Kumbe kuna mbegu ya uvumilivu, kumbe kuna mbegu ya kumngoja Bwana, kumbe kuna mbegu ya kumsubiri Bwana. Tuko sawa? Usije ukafikiria hali ya Mungu ni rahisi. Nenda uangalie Mariamu alipojaliwa akapata mtoto. Yes, angalia mapito aliyopitia. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anawaahidi Israeli anaenda Kanaani. Kwenye nchi iliyojaa mazao na asali. Nilikuwa ninasoma jana, walipigana mapambano 31 kabla hawajafika kwenye nchi. Mapambano
wafalme wote 31 walipambana. Alafu Wakristo tunapokea yaliisha msalabani. Wewe kweli kuyafanya halisi sasa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Kwa hiyo imani yako itapimwa, uvumilivu wako utapimwa, kungoja kwako utapimwa. Siku moja niliambiwa anakuja kuchimba kaburi hapa. Nilipambana sana. Nilisumbuka sana. Na Mungu akanisaidia. Mpaka sasa wanaona kuna mambo yanafanyika. Manake Mungu anasaidia. Chapie Bwana Yesu. Kwa hiyo niliona sisi vijana hachini haraka. Ndio wao wanaenda kufima sana. Anataka apate upako haraka. Anataka apate maongezeko haraka. Ukimwangalia wale watu wanaokwenda kwa kuuza kifo kipimo na kweli mtoto na huduma ya watoto huwa ikuni. Ataenda baadaye atakuwa. Hivi hawapendi isha kuvumilia kwa sababu wanatabiriwa tu kwa mema. Ishu ya uvumilivu haufundishi. Na hata hawa nao wapelekea hivi bado kuna kila mmoja ana zake. Wanataka vitu vya chacha, unabii wa chacha, maisha ya chacha. Hawafiki mbali. Wanaona rangi za niulize namna nimepata barua ya hii eneo kubomolewa, nyumba zote kubomolewa. Zote kubomolewa na mashauri nikaitoa. Nikakaa kwenye maombi karibia mwezi mzima. Nikatambua leo hii nyumba zinajengwa. Si rahisi kama unafikiri. Kazi ya Mungu ni ngumu. Ni ngumu sana. Ndio maana huwezi ukaiga ufikiri mbali. Kama Mungu hajakupa neema ya kusimama, yale majaribio na vikwazo vitakukimbiza. Bwana Yesu asifiwe. Tunataka tujifunze juu ya vitu vichache, watu wachache ambao tunao kwenye Biblia. Zaburi 105 mstari wa 19. Wakati wa kuwadia neno lake, ahadi ya Bwana ilimjaribu. Huyu ni Yusufu ambaye ameenda Misri akiwa na miaka 17. Bado kijana mdogo. Na alipokuwa anaenda Misri, alikuwa anaonyesha ndugu zake namna ambavyo Mungu amemuinua. Kwa zile ndoto ambazo alikuwa anaonyesha, alikuwa anawasimulia watu, ndugu zake. Na kwa sababu hiyo wakawa wanamchukia na wanamuita bwana ndoto. Kwa lugha nyingine, alikuwa anaonyesha kwamba ndugu zake watakuja kumuinamia. Lakini ni mtoto wa kawaida kabisa. Ameanza kupata zile vision akiwa na miaka 17. Sasa angalia anasema ahadi ya jua na nyota, ahadi ya vitu vikubwa ambavyo Mungu amemwahidi. Vina vita vigumu. Kilichofanyika, akaenda akapelekwa utumwani. Akapelekwa utumwani. Wamemuuza, wakasingizwa wamemuua. Akaenda mpaka akafikia kwenye nyumba ya Potifa, Misri. Kutoka miaka 17 alikaa gerezani miaka 13. Mwaka wa 30 ndipo mfalme Farao anamwita, na ndipo kile ambacho amebeba
anafanyika msaada kwa Wamisri, anafanyika msaada kwa Babeli. Maana Mungu alimpa hekima ya namna ya kufasiri ndoto na kile kinachokuja katika miaka 7 inayokuja na miaka 7 mingine, maana miaka 14 Mungu alimwambia kinachofuata. Miaka 7 ya kwanza ni miaka 7 ya neema, miaka 7 mingine ni miaka ya njaa. Kwa hiyo Mungu akampa hekima ya namna ya kutunza akiba. Ilikuwa ni hekima ambayo Mungu alipitisha kwa Yusufu. Njaa ikaja mpaka Israeli, ndugu zake wakaja kununua chakula. Ameshabadilika kitu mkubwa sasa, ameshageuka kitu mkubwa sasa. Kinachofanyika anawatambua, alafu akatoka angalia sana, alafu akaanza akamwambia mteni ya wale, akawavuga kidogo pale, baadaye akamwambia baba yao hata zitamsha wale ndio ni Misri, kumbe ni ndugu yao waliotupa, waliomuuza, waliosikizia kufa. Wameenda wanamuita baba yamelia, akaja kabisa Yesu. Familia nzima ilikuwa na mmoja Yesu. Akakumbuka ile ndio. Lakini imepita miaka 18. Bwana Yesu. Unaona maisha ya Yesu, ahadi ya Mungu inatimizwa. Akiwa katika nafasi ndio Mungu anaamini na kukaa kwenye nafasi ambayo imekusudiwa kwa ajili yake, na akapata heshima. Sio rahisi waziri mkuu kuwa raia wa nchi nyingine, sio rahisi. Kipindi walipendesha mpaka tunao Kristo wangapi nataka tufanye leo na kesho. Tunao wangapi? Ukiuliza hii issue maana kuongea miaka hayo serious. Hii hali ndio kitu ya miaka huyu amekaa tena miaka 10. Lakini Mungu alishawaza ili ndio anasema hata wakati wa kuwajia neno lake, ahadi ya Bwana ilije kuna gani? Maana ahadi ya Mungu ilikuwa inasema na mazingira yanayopitia vitu vile Mungu anaonyesha ameponya, lakini hadi alizoponya huyo, si ndio? Mungu anaonyesha ameinuka na kwa mkubwa yuko jela. Na maisha yako ya sasa ni tofauti. Alafu unafanya abortion ni mimba kutoka. Ukishatoa majira yale ambayo Mungu amekusudia, huwezi ishi kwenye majira ya Mungu hata. Na chochote kinachozaliwa nje ya majira ya Mungu, hicho kitu tanzi kwako. Mwanzo kasema namna gani? Angalia Ishmaeli pamoja na nani? Pamoja na Isaka. Ishmaeli amezaliwa si kwa muda wa Mungu, ni ushawishi wa Sara na mume wake. Baada ya kuchelewa kupata mtoto, alizaliwa kibibi. Yaani mashaka mume na mke wamekaa wamejadili, wakapaa binti yangu yuko hapa, mfanya kazi wangu wewe sana. Lakini angalia mpaka leo kitakazi, mpaka leo ni shida. Chochote kinachozaliwa nje ya muda wa Mungu ni shida kwa. Kuna wakati mwingine wanazungumza kwa Mungu ananyamaza kimya, wakati mwingine huwa anashughulika na maadui zako ambao wanajua kuzaa ndoto. Bado hajasikia stamina ya kubeba mzigo wa kuhimili kukafa. Ndio kilichofanyika wakati Yesu alipelekwa Misri kwenda kufichwa. Baada ya yule mfalme kufa, ndio Mungu anarudi. Yule alikuwa anatafuta roho yako akuue. Lazima uwe mpanda kwenye mambo ya Mungu ili usichukulie kitu kimoja kiharaka. Bwana Yesu Kristo.
na kufundisha vitu ambavyo ukivishika hakuna atakayekutisha, hakuna atakayekuvuruga, hakuna atakayekuondoa. Ndicho kinachotunzwa sisi maisha yetu hivyo hivyo. Watu wakajaa, watu kueleka kanisa pale linaanzishwa huko, watu wanajaa, wacha wajae, ni wao. Mimi na ndio zangu, mimi na ndio zangu ambazo ni zito, na nikaambia unasikia kinachofundishwa hapa kinafundishwa huko, vita nao pigana hapa na vijana. Mimi na vita vyangu vizito na vigumu, lakini najua naelekea kwenye utende cha Bwana Yesu Kristo. Tuko sawa. Ndio maana kila wakati usifanye majira ambayo Mungu anakupitisha kuyaondoa kwenye maisha yako. Unaweza ukakabiliwa na kukabiliwa, lakini kama ni majira ya Mungu anakusudia upite, utapita. Wanasema neno bahati huku, majaribu sio nini? Si dhambi. Lakini ukishika hiki tunaipo sasa hivi ya chacho. Ndio mtu anataka kumbini, anataka kamili. Yana kiasi. Mfano mwingine tunaona Ibrahim. Amen. Mungu amesema naye juu ya kufanya uzao wake kuwa na watu wengi. Ibrahim alikuwa na miaka 75. Sara akiwa na miaka 65. Ibrahim na Sara walikuwa na mishana miaka 10. Ibrahim anakuja kumkumbatia Isaka, ana miaka 100, Sara ana miaka 90. Lakini ahadi ilishazungumzwa ya kwamba kupitia uzao wa kiuno chako nitafanya uzao wako kuwa mwingi. Kwa hiyo unaona mtoto ambaye Mungu alimsubiri ili kupitia huyo mtoto uzao wa Ibrahim uwe mkubwa, baadaye Mungu tena Ibrahim anashangaa na wale watoto. Baba ndio Mungu. Angalia njia za Mungu, sio njia za kitoto. Pendo utatabiliwa na kutabiliwa. Bila kufundisha uhalisia wa Mungu. Huyo anasema huyu atakuwa ni uzao utabarikiwa. Huyo ndio maana wa ahadi. Kupitia yeye mataifa mengi yatatokea. Alafu Mungu anamtaka. Ingekuwa mtu ambaye anasubiri miaka 25 au baada ya mabaya, njia za Mungu mpaka kuinua wapendwa sio rahisi kama hivi. Hapo bado wapi? Sijajua, sijakaa nao. Tuko sasa. Mtoto ambaye anasubiri miaka 25 hicho ambacho umekaa nacho miaka kakocha ambacho ndio umekaa nacho kwa miaka kalete kanisa. Inakuja akili. Mwanzo wasema Mungu alipata shida gani? Pale ambapo moyo wako unatamani ndipo Mungu anakuja. Lakini kupitia sadaka ya Isaka ndio pale breakthrough. Leo hii na sisi tumeingizwa katika uzao kupitia kile kitendo. Tuko sasa. Ndio maana sasa watu kwenye maisha mazuri ya kiuchumi wanafikia mambo mengi ya kutosha huwa wanakataa. Maombi yanasema. Amen. Hivi umewahi kujiuliza mtoto wako wa kwanza afu Mungu anataka? Kwanza utaanza kukemea kwa jina la Yesu Kristo. Nguvu za giza. Kaela kama ndio umekazungukia funga na kitaka. Tunajua ni nguvu mkubwa.